Prisons wamecheza chini ya kiwango. Kwa maana hiyo wametepeta kabisa. Wameadhibiwa kama vile sio maafande. Wamechapwa na wananchi goli 5. Na moja kati ya watu ambao wamewafanya vibaya leo ni Mudathiri katikati ya kiwanja. Katika mtu ambaye alikuwa ni hatari sana kwenye kikosi cha Young Africa leo, alikuwa ni Mudathiri. Kuna namna ambavyo ameonyesha utofauti wake kwamba hakika mlinimisi kwa muda mrefu, lakini amewachanganya sana viungo wa Prisons, na mwisho siku Young Africa wameibuka na ushindi mkubwa wa mabao 5. Sio mabao madogo, timu ambayo ilikuwa kambini kaka. Kuna timu ilikuwa kambini. Kuna mtu anasema kwamba the way walivyokuwa wanacheza walikuwa na maandalizi kuelekea dabi ya tarehe 8, kailishwa, akaja hapa vikailishwa, lakini leo tumewaona uwanjani wakicheza na Tanzania Prisons. Energy Yanga walioitumia na energy walioitumia Tanzania Prisons, kwamba ni haki Prisons, mzigo waliopatiwa leo uko sahihi kabisa. Hiki kipigo kilikuwa cha mtu. Kilikuwa cha mtu, kilikuwa cha mtu. Yaani kipigo cha leo kilikuwa cha mtu? Kilikuwa cha mtu. Mtu gani sasa wewe? Kilikuwa cha mtu. Wewe leo kilikuwa. Yaani kipigo kilikuwa cha mtu. Kilikuwa cha mtu. Katika michezo ambayo Yanga alikuwa nayo hapa katikati ile na kuja siji ni Simba, kwa kipigo hicho kilikuwa cha Simba? Kilikuwa kipigo cha mtu. Mtu gani? Kilikuwa kipigo cha mtu. Elewa. Kilikuwa kipigo cha mtu. Kwa kipigo cha mtu hicho. Unaweza ukapatikana Prison kaingia kwenye mfumo kakutana nazo. Kakutana nazo. Lakini kocha wa Tanzania Prison alisema kwamba alivyochukua kikosi, alivyoingiza nguvu yake, mafunzo yake, alikuwa anaona leo anaweza kaambua alama yoyote. Mbinu za mwalimu wa Tanzania Prisons uliziona kumsumbua Hamid, mwalimu wa Yanga? Melody Hamdi hakijamsaidia, ni sio mbinu. No. Mimi ukiniambia mbinu kwa Melody Hamdi nitakataa mpaka kesho. Lakini kinachomsaidia Melody Hamdi Young Africa ni performance ya wachezaji ambao wako nao. Mchezo ambao mwingine uko unatazama ni mchezo wa Simba dhidi ya Ken Gold, na umeanza kuzungumza kwamba Simba kupitia mchezaji wao Chazaua alinyima bao la wazi kabisa. Lakini wengi walikuwa wanaamini Simba leo anaondoka na mabao mengi sana katika mchezo wa leo hii. Nini hasa kimewanyima Simba kuondoka na mabao mengi katika mchezo leo dhidi ya Ken Gold? Mimi nilisema mechi ya Ken Gold Simba akishinda chini ya bao 5. Yaani akapata goli 4-0, 3-0, najua Simba Sports imefungwa. Huwezi kucheza na timu ambayo haijaingia kambini dakika 20 kabla ya mechi haijafika. Timu hiyo ya ligi, si ndio? Wanaifika moja kwa moja wanaingia vyumbani, alafu hamna kufanya warm up, wanaingia kwenye mechi afu wapige goli 5. Itakuwa ni aibu. Itakuwa ni fedheha kubwa. Kwa hiyo Simba Sports wamecheza, wamepata goli 5 plus, si ndio? Au goli 4 plus kwenda juu, kwa sababu hizi tayari zimeshakuwa 5. Zingekuwa 6 tungesema 5 plus, si ndio? Kwa hiyo wamepata goli 5 ambazo kwa vyovyote vile zimestahili, lakini walistahili kufunga zaidi ya goli 5. Timu imekuja kimafungu, timu haikuwa kambini, timu imefika dakika 20 kabla ya mchezo hujafanya warm up. Kwa nini usiipige na ulikuwa kambini miaka yote? Piga hata 10.